بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 117 wa kitabu chetu, tukiingia katika babul hali. Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema alhalu, hali, huwal ismu, ni jina, almansubu, ni jina lililonasibishwa, almufassiru, lenye kubainisha, limambahama, kile kilichofichikana, limambahama, kile kilichofichikana au kile kisichojulikana, minal hayati, katika mikao au vipambo. Tamam, minal hayati, katika mikao au vipambo. Hayat, tamshi hili ni jamu ya hay'a. Tamam, ni jamu ya hay'a, na hay'a ina maana nyingi, lakini miongoni mwake ni pambo au mkao, lakini pia lina maana ya hali. Sawa sawa, lina maana ya hali, sawa. Lakini hali hii ni hali inayopatikana katika umbo la kitu. Mafumu hapo Kwa minal hayati, katika vipambo, mikao au hali zinazopatikana katika umbo la kitu, ndio nini? Hay'a. Tamam. Yani akiwa na maana anna alhala, kwamba hali huwa alismu almansubu, ni jina lililonasibishwa, almufassiru, lenye kubainisha, lihayati, mkao, sahibihi, wa mwenye hiyo hali, au lihayati, pambo, sahibihi, la mwenye hiyo hali, ya mwenye hiyo hali, au lihayati, hali. Tamam. Ni jina lililonasibishwa lenye kubainisha lihayati sahibi, hali ya aliyeegemezewa hiyo hali. Tamam. Inda husuli, wakati wa kupatikana, maana amilihi, maana ya amil wa hali. Tamam. Kwa hiyo kwenye hali kuna vitu vitatu: kuna alhalu, kisha kuna amilul hali, na kuna sahibul hali. Alhalu ni lile jina ambalo linanasibishwa. Sahibul hali ni jina ambalo limetangulia kabla ya hali. Tamam. Kisha amilul hali ni ile fi'li. Tamam. Amil wa hali ni ile fi'li, sawa sawa, ambao mbele yake ndo anakuja fa'il au maf'ul, kisha anakuja hali. Tamam. Kwa hiyo yani anakusudia anna alhala, kwamba hali huwa alismu almansubu, ni jina lililonasibishwa, almufassiru, lenye kubainisha, lihayati, hali, sahibihi, hali ya mwenye kuegemezewa hiyo hali, inda husuli, wakati kupatikana, maana amilihi, ya amili wake, kwa maana inapopatikana ile maana ya kitendo, sawa. Mafumu hapo, ambaye ndo amil wa hali. Sasa inakuja ile hali kubainisha hali au mkao au kipambo cha sahibul hali, ambaye anakuja baada ya fi'li. Tamam. Fahuwa, basi hiyo hali kwa mujibu wa taarifu tuliogewa hapo nyuma, wasfun. Tamam. Fahuwa, basi hiyo hali kwa mujibu wa taarifu tuliogewa hapo nyuma, wasfun, ni sifa, fil maana, ni sifa fil maana, katika maana, li sahibihi, iliyoegemezwa kwa nani? Kwa mwenye hiyo hali. Sawa. Kwa maana ni sifa fil maana, iliyopo katika maana, li sahibihi, iliyoegemezwa kwa nani? Kwa sahibul hali. Sawa sawa. Akasemaje pia?
qaidun, lakini pia ni kidhibiti. Tamam, qaidun, lakini pia hiyo hali qaidun ni kidhibiti, liamilihi, wa amili wake, ni kidhibiti cha amili wake ambaye ni fi'li. Kidhibiti ni vipi? Kidhibiti ni kwamba kile kitendo kinadhibitiwa kwamba hakikuja katika hali yoyote isipokuwa hali hii ambayo imetajwa baada yake. Tamam, tutakuja kuona nahu, mfano kusema jaa zaidun rakiban, jaa zaidun rakiban, zaidi amekuja hali ya kuwa ni mwenye kupanda. Tamam, jaa zaidun rakiban, zaidi amekuja hali ya kuwa ni mwenye kupanda. Utaona hapo impatikana wasfun fil maana li sahibi, sifa ya maana ambayo nini imeegemezwa kwa nani? Kwa zaidi. Kwa maana zaidi wakati anakuja kana rakiban, alikuwa ni mwenye nini? Ni mwenye kupanda kipando. Kwa hiyo ile hali imekuja kubainisha kwamba zaidi wakati anakuja alikuwa ni mwenye kupanda. Kwa hiyo kuna maana sawa sawa iliyobebwa na hali, maana ambayo sawa sawa imeegemezwa kwa nani? Kwa sahibul hali. Mafumu hapo? Lakini pia vile vile kitendo cha jaa, kitendo cha kuja kimedhibitiwa na ile hali. Kimedhibitiwa vipi? Kimedhibitiwa kuoneshwa wazi kwamba kitendo hichi hakikufanyika kwa namna nyingine sawa sawa isipokuwa kwa namna ya kupanda kipando. Sawa sawa. Kwa maana ule ujio wa zaidi hakuja akiwa anatembea, sawa, hakuja akiwa anakimbia, na wala hakuja akiwa anapaa, sawa, lakini na wala hakuja akiwa anatambaa. Alikuja hali ya kuwa ni mwenye kupanda. Sawa sawa. Kwa hiyo hali imekusanya sifa yenye maana inayoegemezwa kwa ile sahibul hali, kwamba huyu zaidi amekuja na wakati anakuja kana rakiban, alikuwa ni mwenye kupanda. Sawa, lakini pia hali inadhibiti kile kitendo kisieleweke kwa maana nyingine, kisieleweke kwa sifa nyingine isipokuwa kwa sifa ambayo ipo katika hali. Tamam. Kwa hiyo jaa zaidun, zaidi amekuja. Ikiwa hivi hatutoweza kuegemeza sifa yoyote kwa zaidi tukasema kwamba zaidi alivyokuja alikuwa katika hali fulani au sifa fulani, tamam, au mkao fulani. Kwa sababu gani? Haijaletwa hali. Lakini pia ujio wake hatuwezi kuudhibiti kwamba alikuja vipi. Kwa sababu gani? Hakujawekwa hali. Lakini baada ya kuweka hali ndio ikaja kuwa nini? Mufassir. Sawa? Ikaja kuwa ni kibainishi sawa sawa cha kudhibitiwa nini? Kile kitendo. Mafumu hapo? Kwa nahu jaa zaidun rakiban, zaidi amekuja hali ya kuwa ni mwenye kupanda. Fa zaidun, bas tamshi la zaidun hapo fa'ilu jaa, fa'ilu jaa ni fa'il wa jaa, wa rakiban na tamshi la rakiba halun minhu. Sasa ni hali minhu ya zaidi, hasala biha. Tamam. Hasala umepatikana biha, kupitia hali hiyo, bayanu hayatihi, ubainifu wa hali ya zaidi, inda almajii, wakati wa kuja kwake. Fahia, basi tamshi la rakiban, fahia, basi tamshi la rakiban halun min alfa'ili, ni hali iliyotokana na huyu mtendaji ambaye ni zaidun. Tamam. Wa nasibuhu, na kilicho inasibisha hii hali, alfi'lu almadhkuru qablahu, ni kitendo kilichotajwa qablahu, qabla ya hali, ambacho ni jaa. Tamam. Shekhe baada ya hapo akaingia kutueleza kwamba hali inaweza ikaja kupitia almaf'ul. Sawa. Ndio nasema waqad taati alhalu, na huenda ikaja hali min almaf'uli, kupitia kwa maf'uli, kama dhakarahu, kama alivyolitaja hilo mtunzi wa matnul ajurumia, biqaulihi, kwa kusema kwake, warakibtu alfarasa musrajan, warakibtu alfarasa musrajan, na nimempanda farasi, musrajan, hali ya kuwa farasi huyo ni mwenye kutandikiwa soji, ni mwenye kutandikiwa soji. Tamam.
Soji ni kile kitambaa kinachotandikwa juu ya mgongo wa farasi, kisha yule mpanda farasi anakaa juu ya kitambaa hicho. Tamam. Kwa anasema huyu bwana mkubwa, nimempanda farasi musrajan, hali ya kuwa ni mwenye kutandikiwa soji mgongoni mwake. Fal farasa, basi tamshi la faras maf'ulu rakibtu, ni maf'uli wa rakibtu. Kwa sababu gani? Rakibtu ni fi'lun wa fa'ilun. Tamam. Wa musraja halun min alfaras, ni hali ya faras. Fahuwa, basi tamshi la musrajan halun min almaf'uli, ni hali ya maf'uli, kwa maana hali iliyotoka kwa nani? Kwa maf'uli. Wa nasibuha alfi'lu almadhkuru qablahu, na kilicho inasibisha hali hii ya musrajan, alfi'lu ni kitendo, almadhkuru qablahu, kilichotajwa kabla ya hali. Walaqitu Abdallahi rakiban, na nimekutana na Abdullahi rakiban, hali ya kuwa ni mwenye kupanda. Fa Abdullahi, bas tamshi la Abdullahi hapa maf'ulu laqitu, maf'ulu laqitu ni maf'uli wa laqitu. Wa rakiban, na tamshi la rakiban yahtamilu an yakuna halan min at-ta'i wa hiya al-fa'ilu au min Abdillahi wa huwa al-maf'ul. Anasemaje? Yahtamilu, kuna bebeka. Sasa kuna bebewa, kwa maana kuna chukuliwa dhanna, an yakuna, kuweza kuwa tamshi hili halan min at-ta'i, ni hali ya te, wa hiya te ambaye sasa, au wa hiya na yote, alfa'ilu ni fa'il wa laqitu, kuna chukuliwa dhanna hiyo. Sasa yahtamilu, kuna chukuliwa dhanna, an yakuna, kuwa tamshi la rakiban hapa halan ni hala min at-ta'i ya te, wa hiya na yote, alfa'ilu ni fa'il, tushamsoma dhamiru raf'i. Tamam. Au min Abdillah, au kuna chukuliwa dhana kwamba hiyo rakiban huenda ikawa ni hali ya Abdillah, wa huwa al-maf'ul, nani maf'ul. Sawa sawa. Kwa hiyo katika mfano kama huu unaweza ukaichukulia hii hali katika sehemu zote mbili. Hali hii unaweza ukaifanya kuwa ni laqitu yako wewe msemaji ambaye umesema laqitu, au ni ya Abdullah. Tamam. Kwa laqitu Abdullahi rakiban, nimekutana na Abdullah hali ya kuwa yeye ni mwenye kupanda, au laqitu Abdullahi rakiban, nimekutana na Abdullah hali ya kuwa mimi nipo juu ya kipando. Tamam. Wama ashbaha dhalika, na mifano mingine yenye kufanana na mifano hiyo, min amthilati alhali, ambayo ni mifano ya hali. Tamam. Baada ya hapo Sheikh akaingia katika nukta nyingine, anasema waqad takunu alhalu jumlatan, na hali inaweza kuwa ni sentensi. Nahu, mfano kusema jaa zaidun washamsu tali'atun, amekuja Zaidi na hali ya kuwa jua ni lenye kuchomoza. Falwau, basi wau hii iliyokuja baada ya zaidun, wau alhali ni wau ya hali, inaitwa hivyo wau alhali, wau ya hali. Washamsu tali'atun, na hii jumla ya shamsu tali'atun mubtada'un wa khabarun, ni mubtada na khabari, tushawasoma wote huko nyuma. Lakini waljumlatu akiwa na maana gani? Waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi, na hii jumla ambayo ina mubtada na khabari, sawa, fi mahalli nasbin, ipo katika sehemu ya kunasibishwa, halum min zaidi, na hii jumla ni hali ya Zaidi. Tamam. Wa hiya, na jumla hii sasa, jumla hii ambayo imekuja hapa, fi quwwati qawlika, ipo katika maana ya kusema kwako. Fi quwwati qawlika, ipo katika nini? Maana ya kusema kwako. Jaa zaidun muqarinan tuluu ash-shams, kwa maana mfano huu wa sasa ni kama ndiyo makadirio ya kile ambacho kilitakiwa kiwe katika nini? Jaa zaidun wash-shamsu tali'atun. Sawa sawa. Ndio akasema wa hiya, na hii jumla hapa fi quwwati qawlika, kipo katika mfano wa kusema kwako. Jaa zaidun muqarinan tuluu ash-shams, Zaidi amekuja muqarinan, hali ya kuwa ni mwenye kukutana tuluu ash-shamsi, na kuchomoza na jua, au muqarinan tuluu ash-shamsi, hali ya kuwa ni mwenye kukutana na uchomozaji wa jua.
Kwa maana wakati ambao alikuwa anakuja zaidi ndio jua lilikuwa linachomoza. Tamam. Kwa hiyo hali inaweza ikaja ikawa nini? Ikawa ni jumla. Sheikh akaendelea kusema wala yakunu alhalu illa nakiratan, na hali haiwi isipokuwa ni nakira. Kwa maana hali haiwi isipokuwa ismu nakira. Ndio akasema yani anakusudia anna alhala, ya kwamba hali la takunu illa nakiratan, haiwi isipokuwa ni ismu nakira, kama fil amthilati as-sabiqa, kama ilivyo au kama ilivyoonekana katika mifano iliyotangulia. Tamam. Kama fil amthilati as-sabiqati, kama ilivyoonekana katika mifano iliyotangulia. Wa qad ta'ti ma'rifatan, lakini anasemaje? Wa qad ta'ti ma'rifatan, na huenda hali ikaja ikiwa ni maarifa. Sawa, hali inaweza ikaja hali ya kuwa ni maarifa. Fatuawilu binakaratin, basi wewe utaiawil sasa ile hali. Sawa, kwa nini? Kwa jina jingine ambalo ni nakara. Awil, kuawil maana yake kufanya taawili, na kufanya taawili maana yake nini? Ni kukadiria kitu chengine tofauti na kile ambacho nini unakichukulia makadirio. Tamam. Ni kukadiria kitu chengine tofauti na kile ambacho unakichukulia nini makadirio. Nahku mfano kusema udkhulu al-awwala fal-awwala, udkhulu fal-awwala, udkhulu al-awwala fal-awwala. Tamam. Udkhulu, ingieni, al-awwala fal-awwala. Sawa, ingieni mmoja baada ya mwingine, kwa maana ingieni sasa kwa mara hizi mara mbili, ai akimaanisha murattabina, murattabina. Sasa ingieni mmoja mmoja mkiwa nini, mmejipanga. Kwa maana ingieni hali ya kuingia nini, mmoja mmoja. Sawa sawa. Kwa hiyo pale utaona hali imekuja ikiwa ni maarifa, lakini wewe unaifanyia taawili. Fatuawilu binakrati, basi wewe nini, utaifanyia taawili hiyo hali ambayo ni maarifa binakratin, kwa tamshi nyingine ambayo ni nakira. Kwa maana utaikadiria kwa tamshi nyingine ambayo ni nakira. Kwa utasemaje? Udkhulul awwala fal awwala, ay murattabina, ingieni mmoja baada ya mwingine. Kwa maana ingieni katika hali ya kufuatana mmoja baada ya mwingine. Tamam. Murattabina, kwa maana ingieni katika hali ya kufuatana mmoja baada ya mwingine. Wajtahidi wahdaka, wajtahid wahdaka, na jitahidi peke yako. Ai munfaridan, jitahidi hali ya kuwa ukiwa peke yako. Ai akimaanisha munfaridan, jitahidi hali ya kuwa uko peke yako. Hii wahdaka ni maarifa. Sababu gani? Imewekewa idhafa, inakuwa ni muarraf bil idhafa. Tamam. Kwa hiyo wewe utaifanyia taawili kwamba hapa amekusudia munfaridan. Tamam. Hakadha akaendelea kusema wala yakunu illa ba'da tamami al-kalam, na haiwi hali isipokuwa baada ya kukamilika maneno. Kwa maana hali inakuja mwisho wa maneno. Tamam. Kama fil amthilati as-sabiqati, kama ilivyoonekana kwenye mifano iliyotangulia. Wa qad yajibu taqdimu al-hali, lakini huenda ikapasa kutangulizwa hali. Idha kana laha sadru al-kalami, idha kana, itakapokuwa hiyo hali laha sadru al-kalami, ina sifa ya kutangulia mwanzo wa maneno. Tamam. Ka asma'il istifham, kama majina istifham. Majina istifham aghlab huwa yana sifa ya kutangulia mwanzo wa maneno. Nahu mfano kusema kaifa jaa zaidun, zaidi amekuja katika hali gani. Wa i'rabu, na i'rabu yake kaifa, tamshi la kaifa ismu istifhamin, jina la istifham mabniyun ala alfathi, ambalo limejengewa juu ya haraka ya fatha, fi mahalli nasbin ala alhali, likiwa katika sehemu ya kunasibishwa ala alhali, kwa kuhukumiwa kuwa ni hali. Tamam. Min zaidi, hali ya nan, hali ya zaidi. Ala alhali min zaidi, kwa kuhukumiwa kuwa ni hali ya zaidi, kwa kuhukumiwa kuwa ni hali ya zaidi. Wajaa zaidun, wajaa zaidun, na jaa zaidun manake fi'lun wa fa'ilun, fi'lun wa fa'il. Irabu yake ni sawa sawa, lakini pale
mahallu shahid ni wapi? Kwenye hii kaifa. Tamam, utaona hapa kaifa ni ismu istifhamin, imekaa mauki ya hali na imetangulizwa. Kwa sababu gani? Haya majina ya istifham yana sifa ya kutangulizwa mwanzo wa maneno. Akaendelea kusema Sheikh, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, na hawi yule mwenye kuegemezewa hali illa isipokuwa maarifatan, huwa ni jina ambalo ni maarifa, kama fil amthilati sabiqa, kama ilivyotangulia katika mifano iliyotangulia, au kama ilivyoonekana katika mifano iliyotangulia. Waqad taati minan nakirati, na huenda ikaja hali minan nakirati, hapana, sahibul hal. Tamam. Waqad taati minan nakirati, ni hivyo hivyo, afwan, ni sawa sawa. Waqad taati, sababu ni tati, sio yati, ni tati. Tamam. Waqad taati minan nakirati sama'an, kwa maana waqad taati, na huenda ikaja hali minan nakirati, kutoka katika jina ambalo ni nakira, kwa maana huenda ikaja hali ikaegemezwa kutoka kwenye jina ambalo ni nakira, sama'an, lakini kwa kusikiwa wenyewe wakizungumza hivyo. Wenyewe nani? Waarabu. Kwa sio kanun mutarida, sio kanuni iliyothibiti, bali sama'an, kwamba wenyewe walisikika wakizungumza kwa hali kama hiyo. Lakini kanuni iliyothibiti kwamba la yakunu sahibul hali illa ma'rifatan. Tamam, hakadha. Kwa hiyo waqad taati minan nakrat sama'an, kwa kusikiwa wenyewe wakizungumza hivyo. Wa minhu, na miongoni mwa mifano yake, alhadithu, ni hadithi ya Mtume aliposema, hadithi ya sahaba ambayo ni marfu. Tamam. Yani hajasema Mtume, ni maneno ya sahaba, lakini ni hadithi ya Mtume. Sasa sawa sawa. Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa wa salla waraahu rijalun qiyaman. Sahaba anasemaje? Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa, Mtume aliswali hali ya kuwa nini? Hali ya kuwa amekaa. Sasa hali ya kuwa nini? Amekaa. Wa salla waraahu rijalun, na wakaswali nyuma yake rijal, watu wengi, hawafahamiki ni watu gani, ni nakra. Tamam. Wa salla waraahu rijal, na wakaswali nyuma ya Mtume watu wengi, qiyaman, hali ya kuwa wamesimama. Sasa utaona hapa rijalun ni nakra. Sasa kisha baada yake kaja hali ambayo ni qiyaman. Tamam. Wakasemaje? Fa qiyaman, basi tamshi la qiyama hapa halun min rijali, ni hali ya hili jina la nakra ambalo ni rijali. Tamam. Wa huwa, na hilo jina la rijali nakratun, ni nakra. Wa huwa yuhfadhu wala yuqasu alayhi. Wa huwa, na hali kama hii, hali ambayo aliyegemezewa hali hiyo ni ismu nakira, yuhfadhu, uhifadhiwa, kwa maana hupokelewa kama ilivyokuja, wala yuqasu alayhi, wala haichukuliwi kipimo, kwa maana haichukuliwi kipimo ikaekewa kanuni kwamba hali pia inakuja kwa kuegemezwa kwa jina ambalo ni nakira. Hapana, yuhfadhu wala yuqasu alayhi. Tamam, hupokelewa hivyo hivyo kama ilivyosikika wenyewe wakizungumza, wala yuqasu alayhi, wala haichukuliwi kipimo, kwa maana haiekewi kanuni. Wakad yakunu sahibuha nakratan, na huenda akawa yule aliyegemezewa hali nakratan qiyasan, kwa kuchukuliwa kiasi, lakini bimusawwighin, kwa kile chenye kujuzisha hilo, bimusawwighin, kwa kile chenye kujuzisha hilo, minal musawwighati, katika vile vyenye kujuzisha yasiyojuzu. Tamam. Almadhkura, vilivyotajwa, fil mutawwalati, katika vitabu vikubwa, tutakuja kuyaona huko mbele. Tamam, hakuna haja ya kuyataja hapa. Sababu gani? Tupo katika mustawa wa sharhu ya Dahlani, kwa hiyo hakuna haja ya kuyataja hayo, tutakuja kuona huko mbele. Tamam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa ila huna antahi. Alkamalu lillahi wal ismatu lil anbiya wan nakhsu lana, wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.